Ni siku ya Jumapili asubuhi ya leo. Asubuhi ambayo ninaweza nikasema kwamba ni Jumapili ambayo ni special kwetu. Kwa sababu gani? Imagine uliweza na kuona Jumapili ya mwisho. Yaani Jumapili ya mwanzo wa mwaka. Jumapili ya kwanza ya mwaka wa 2025. Na hii leo unaona Jumapili ya mwisho ya mwaka wa 2025. Tunafaa kumshukuru ama hatufai? Hakika hata nawe ninakuona tu ukisema kwamba tunafaa kumshukuru. Haijalishi kwa mwaka tumeona nini? Mambo yalikuwa namna gani? Mambo yakaenda vile ambavyo hatukuwa tunatarajia. Baraka tukaziona. Wengine wanasema huo mwaka ulikuwa ni wangu. Wengine wanasema kwamba huo mwaka heri tu uishe. Wengine wanasema kwamba kuna kitu kilikuwa tu mahali tu, ni kama kilikuwa kimefika nione hakika milango imefunguka na ikafungwa tena. Shetani ana mamlaka juu yako. Mwenyezi Mungu bado wakati wake upo, na ukifika huwa umefika. So hakika Jumapili ya leo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani tumeona Jumapili ya mwisho wa mwaka. Tumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Hakika mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ninamshukuru Mungu ni kwa sababu yake. Maana yuko hapa tayari kabisa asubuhi ya leo kuendelea na kutubariki, kuendelea na kutufundisha mengi kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo Roho wake Mtakatifu ameweza na kumbariki nalo ni kwa sababu yetu. Na siku ya leo pia nimeweza na kuona kwamba taweza na kujua huyo Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu namna gani. Yesu alituachia nani wakati ambapo aliweza na kusema kwamba hataki kutuacha kama watoto yatima. Maana wewe sio mtoto yatima, usilie kama mtu ambaye hana matumaini. Maana baba yako yuko hai. Wazazi wako wako hai. Mungu ni mzazi kwako. Mungu kwa yule mjane ni mume wako, anakuona. Neno lake ndilo likasema hivyo. Mimi sio maneno yangu, na yoyote anayatimiza kwa sababu ni yeye amesema. Hivyo basi ukilia kumbuka kwamba Mungu mume wangu, Mungu baba yangu ambaye unajiona kwamba wewe ni mtoto yatima, na anatembea pamoja nasi kutuacha kama watoto yatima. Karibu sana tuendelee na kufundishwa hayo yote na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni, Mitaboni Pastorate, Machakos Sub End Quarter. Karibu. Mtazamaji wangu, naomba nikusalimu asubuhi hii ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha asubuhi ya leo ambacho ni cha manyunyu ya baraka, ili Mungu akatubariki kwa pamoja. Na wazo ya leo ambayo tutakayosikia ni kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ni wa 14. Tusome mstari wa 15 hadi 18. Na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima na njaa kwenu. Tuombe.
Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Hivyo Mungu, twaomba unene nasi asubuhi hii, kwa maana tuko tayari. Baba, unene nasi, saidia mtazamaji wangu, nami nisaidie nikanene uwepo wako, kwa maana Kristo umetuandaa. Mungu, tawala na ujidhirishe. Roho Mtakatifu awe mwalimu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Mtazamaji wangu, naomba katika wazo hii ya leo upate kunjengeka katika imani, upate kunjengeka katika maisha yako, kwa maana naamini ya kwamba wakati tunapojipeana kwa Mungu, wakati ambapo tunaendelea na kumtumainia Mungu, kile najua ya kwamba ni ya kwamba hatuwezi tukaanguka, kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Biblia inatuambia ya kwamba katika wazo yetu ya leo, na kile ambacho nahitaji siku ya leo, mtazamaji wangu, ili kikapate kuwa nguzo kwetu na funzo kwetu kama Wakristo, kama watu wa Mungu, ni kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Na hivyo asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, kwa maana maisha yetu tukiishi maisha ya kumpenda Mungu, tukimpenda huyo aliye hai, ninaamini ya kwamba utukufu unaenda pamoja nasi. Na hivyo naomba tunapoishi maisha ambayo tunakaa, tuwe na upendo katika moyo wetu. Tumpende Mungu kama mumbaji. Tumpende Mungu kama ambaye ametupa uhai. Tumpende Mungu kwa maana ndiye ambaye ametuwezesha kukaa. Kwa hivyo ni vizuri, mtazamaji wangu, tumpende Mungu, kwa maana anahitaji tumpende. Naomba niongee mambo machache ili Mungu aendelee na kutuinua. Wapendwa ambao mnanitazama, tunapomalizia mwaka huu, tunapoendelea, ni vizuri tuendelee na kumkaribisha Mungu na kuonyesha upendo katika maisha yetu, katika kuishi kwetu. Tuendelee na kushika sheria na amri za Mungu, kwa maana Mungu anahitaji tunapompenda. Kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba tunapompenda tutazishika sheria zake. Na Mungu anahitaji nini kwako, mtazamaji? Anahitaji nini kwangu kama mchungaji? Kwa maana kile ambacho tunasoma na kile ambacho Mungu anahitaji ni upendo, na kushika sheria ambazo Mungu anazihitaji. Na sheria ni zipi? Ila tu ni za kukuwa na upendo. Tupende majirani wetu, tupende wale ambao wasiopendeka, tuwapende, tuonyeshe upendo kwa watu wengine, tuwatendee mema. Kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba kama tuna upendo na Mungu, pia hizo sheria za Mungu tutazipata. Sheria ambayo inanena ya kwamba tusiue, tusisini, na mambo yale mengine ambayo ni sheria za Mungu, ambayo ni mwelekeo ambao tunahitaji ili tukae katika maisha ya utukufu, maisha ambao Mungu anahitaji ya upendo. Hivyo Yesu anasema ya kwamba kama mnanipenda mimi, mtazishika sheria. Nami asubuhi ya leo naomba mtazamaji wangu, kama tunahitaji tuendelee na kutembea na huyo Yesu, tushike sheria zake, tumwabudu, kwa maana anahitaji kuabudiwa. Tunapomalizia mwaka,
Tujikaze na kuonyesha upendo kwa watu. Usifuke mwaka ukiwa na jambo mbaya na rafiki yako ama yule ambaye ako karibu nawe. Ng'ang'ania upendo na msamaha. Jambo lile lingine, Biblia inatuambia ya kwamba tunapoishi tujue ya kwamba tunaye msaidizi wetu, naye ni Roho Mtakatifu. Tunapoishi, mtazamaji wangu, labda unaona unakaa ni kama uko peke yako, lakini nakuambia asubuhi ya leo hauko peke yako. Unaye msaidizi, yule ambaye Yesu Kristo ambaye alituachia, naye ni Yesu Kristo, naye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hauko peke yako. Labda unaendelea na kufikiria watu wameenda mbali nawe, watoto hawakuwa ni kama wewe ni baba yao, watoto hawakuwa ni kama wewe ni mama yao, wamekuacha, wameenda, unatezekea pale. Lakini jua ya kwamba una Mungu, jua ya kwamba uko peke yako. Kunaye Roho Mtakatifu ambaye anakutia nguvu kila asubuhi, anakutia nguvu kila jioni, anakutia nguvu kila wakati, kwa maana hauko peke yako. Hivyo mtazamaji wangu, usikufe moyo, usikate tamaa kwa sababu unaona ni kama uko peke yako. Unaye Mungu, kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba tumeachiwa huyo Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu yuko pamoja nasi. Tusikupe moyo hata shida zikija. Yesu yupo pamoja nasi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba unaponitazama kuwa na imani ya kutosha. Ujue ya kwamba hayo mambo unayoona hapo, unaona hakuna njia, labda watu wanaendelea kukuchekelea kwa mambo fulani, jua ya kwamba Yesu yuko pamoja nawe kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kuna mambo yatafanyika kwako, katika familia yako. Watu wanaona ya kwamba hakuna mbele wala nyuma. Yesu yuko pamoja na familia yako. Tukimalizia mwaka huu wa 2025, tujue ya kwamba Mungu haesi akatuacha kama mwanadamu. Tunapoendelea na kumalizia mwaka, mtazamaji wangu, jua ya kwamba unaendelea na kutembea na Mungu. Labda kuna mtu alikuacha pale Januari na akajua ya kwamba maisha yako yataisha, akajua ya kwamba utapotelea tu. Lakini siku ya leo unakuja kumaliza mwaka, Mungu akitembea nawe. Labda watu wa kifamilia wamekutenga, lakini bado unaishi. Hivyo naomba unapomalizia mwaka, jua kunaye Mungu ambaye anatembea nawe. Kunaye Mungu ambaye ni kimbilio letu. Kwa hivyo watazamaji wangu, tuendelee na kutembea na Mungu. Tusimwache, kwa maana huyo Mungu atazidi kutuinua katika mwaka huu na hata mwaka ujao. Usiache sheria za Bwana, usiache upendo. Endelea na kupenda watu wa Mungu, endelea na kupenda familia yako, endelea na kuonyesha upendo kwa watu ambao hawana mtu wa kuwapenda. Tembelea watu unapoendelea na kumalizia mwaka. Omba Mungu, itisha neema ya Mungu na mwambie Mungu, nisaidie, niko peke yangu katika maisha, lakini Mungu nakuhitaji, uendelee na kusimama nami. Wale ambao hawajampokea Yesu Kristo, wakati ni sasa wa kumpokea Kristo, ili usimalize mwaka ukiwa katika njia ya giza. Kumbali Yesu hakuokoe utoke katika njia ya giza na ukuje katika njia ambayo ni haki, ambayo iko na mwangaza. Kwa maana njia ambayo unatembea nayo, njia ambayo ni ya kifo, njia ambayo si haistahili, nayo Mungu anachukia. Hivyo ongeuza nia yako asubuhi ya leo, na naamini ya kwamba aliye hai ambaye ni Mungu ataendelea na kusimama nawe. Tuendelee na kuonyesha upendo, tumpende Mungu, tumpende kwa kila njia, na tuonyeshe
kushika sheria zake. Mungu atubariki neno lake. Amen. Asante Mungu kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo umetenda nasi. Hivyo Mungu tunaomba kwako ili ukanemesha neema kwetu. Baba, saidia mtazamaji na endelea na kumuinua. Hivyo Mungu naomba ukasidi kutuongoza, usidi Baba kutupa upendo, kwa maana tusipokuwa na upendo hakika Jehova hatuwezi tukakupenda. Mungu neemesha neema ya upendo kwa watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu asante, kwa maana hakika utawaponya ambao ni wagonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Wale wana mahitaji tofauti Jehova wafikie kwa njia yako ya kipekee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hivyo Mungu tawala na ujidhihirishe katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Tunapompenda Yesu na kuishi kwa utii, huwa tunafurahia ama tunashirikia tu uwepo wake na msaada wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hapa ni kusema kwamba upendo wa kweli huonekana kupitia kwa utii. Kupitia kwa utiifu tumtii Mwenyezi Mungu. Kumpenda Yesu ni kutunza sheria zake. Tutunze sheria zake. Tutende ama tufanye yale ambayo tuliweza na kufundishwa kufanya. Sheria za Mwenyezi Mungu tuzitilie maanani. Ni kuonyesha kwamba sio kupitia tu kwa maneno kusema kwamba tumeokoka. Huwa tunamwabudu Mungu. Siku ya leo tunaenda kanisani, tunaenda kumwabudu Mungu, tunaenda kujifundisha neno lake kupitia tu kwa ulimi, kupitia tu kwa kinywa chetu. Lakini matendo hayafai. Hata utiifu kumtii Mwenyezi Mungu wacha kukaweza na kuonekana hata kupitia kwa matendo yetu. Hadi ya msaidizi Yesu aliweza na kutuahidi kwamba tuwe na matumaini, hata tuacha kama watoto yatima, hata tuachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye mpaka sasa hufanya kazi. Uwepo wa Mungu ndani yetu tunauhisi wakati ambapo huwa tunaruhusu huyo Roho Mtakatifu, maana ni mwalimu kwetu, akazidi na kufanya kazi ndani yetu, akazidi na kutuongoza sisi waamini. Sisi sio yatima, tuko mayatima. Yesu aliweza na kuhakikishia wanafunzi wake ataweza na kuwaacha peke yao. Atawaatia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye hata kwa sasa tunafanya kazi akiwa ndani yetu. Tuzidi na kumruhusu aendelee na kutufundisha mengi, aendelee na kujifunua kwetu, ili tukazidi na kutenda yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Tusije tukakaa kama watoto yatima, maana Yesu hakutuacha kama watoto yatima. Unajua kupitia kwa matendo yako utaweza na kujulikana wewe ni mtoto yatima ama wewe ni mtoto ambaye sio yatima. Hilo ni fundisho ambalo ni nzuri na ni nzito na ni la kutusaidia. Tujue Roho Mtakatifu, maana tuliweza na kukubali kuokoka, yuko ndani yetu na anazidi na kutusaidia kumfanyia hata Mwenyezi Mungu kazi, kuishi hata katika uso wa dunia. Mahali popote pale utaweza na kuabudu siku ya leo, na kutakia ibada njema, ibada ya baraka, wakati ambapo ni ibada ya mwisho ya kufunga mwaka, siku ya Jumapili ya mwisho ya kufunga mwaka wa 2025. Mungu na atubariki. Mungu hapa pamoja nasi. Pastor, tumeshukuru kwa sababu ya mafundisho yote. Mwenyezi Mungu akubariki, azidi na kukuongezea mengi. Mtazamaji, tukifunga mwaka tukiwa Jumapili ya mwisho, Mwenyezi Mungu na kubariki. Umekuwa baraka kwangu hata kwa huu mwaka wote. Ukafuatilia kipindi, ukawa pamoja nami. Naamini kwamba hata nawe huwa unaniombea. Kama uniombeangi, uniombee. Maana sisi hapa huwa tunakuombea kila wakati. Nasema ni asante. Barikiweni sana. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na ikutoshe. Bye bye.